Ushangiliaji wa cry au kuiga kulia wa Kylian Mbappe sio sherehe ya kawaida ya furaha baada ya kufunga goli kama wachezaji wengi. Mara nyingi Mbappe hufanya ushangiliaji wake kwa kuruka juu angani au kupiga magoti chini au kunyosha mikono kwa umati wa mashabiki. Cry ni tendo la kisaikolojia lenye maana nyingi lililokusudiwa kuwa na athari kubwa kwa wapinzani na mashabiki na hata wachezaji wenzake katika uwanja wa soka. Hii ni kejeli ya kiakili na jibu la moja kwa matusi na ishara ya kujidhibiti na silaha ya kisaikolojia inayotumiwa katika vita vya akili vinavyotokea ndani ya mchezo. Mbappe anachukua matusi na kejeli na nyimbo za chuki na hata vitisho vinavyotolewa na wapinzani au mashabiki na anayageuza kuwa mafanikio yake mwenyewe na kisha anawarudishia kwa njia ya ucheshi wa kijinga lakini wenye nguvu sana. Hii sio kulia kwa kweli, bali ni kuiga kulia kwa makusudi ili kuwaonyesha wengine kuwa matusi yao hayamuumizi, bali yanamfanya acheke na kushinda zaidi na kuendelea na mchezo kwa kujiamini zaidi. Maana halisi ya cry ni kwamba mnalia nini? Mnataka nilie kwa sababu mnanitukana na mnanichukia na mnanilaani, lakini badala yake nimewafunga goli, na sasa nimegeuza machozi yenu kuwa mafanikio yangu, na kulia kwenu ni ushindi wangu mimi, sio mwathirika, bali mimi ni mshindi anayejidhibiti. Hii ni ishara ya kujiamini sana, na jibu la moja kwa chuki na onyesho la udhibiti wa hisia ambapo Mbappe anatumia cry kama silaha ya kisaikolojia ili kuwafanya wapinzani wawe na hasira zaidi, na wanaweza kupata kadi au kufanya makosa au kupoteza umakini, na kuonyesha kuwa matusi hayamuonyezi bali anageuza shinikizo kuwa nguvu na kujenga picha ya mfalme asiye na woga hata chini ya matusi makali. Anacheka na kuunganishwa na vijana wengi wanaoona kama jibu la kijinga dhidi ya wazee au wakosoaji. Tofauti na ushangiliaji wake mkuu wa mikono chini ya makucha ambao ni wa familia na furaha ya kibinafsi, cry ni wa vita vya uwanjani na ni kejeli na uchokozi wa kiakili na udhibiti wa mazingira yote. Hatua kwa hatua, jinsi cry inavyofanywa ni kwamba mikono miwili inashika mashavu kama mtu anayeshika uso wake kwa maumivu ya moyo au huzuni, na vidole viwili kawaida, kidole cha kati na cha pembeni, vinafuta machozi kutoka ndani ya jicho kwenda nje, kana kwamba anafuta machozi halisi yanayotoka. Na mdomo unafanya sura ya kulilia, ambapo midomo imeinama chini na macho yanapungua kidogo na kichwa kinaingizwa mbele kidogo na mwili unaegemea mbele kama mtu anayelia kwa uchungu, na kisha anacheka au anatabasamu au anaondoka mara nyingi bila hata kukumbatiana na wachezaji wenzake ili kuonyesha kuwa hana hasira bali ana furaha ya ndani. Mara nyingi anaelekea moja kwa moja mbele ya mashabiki au benchi la wapinzani ili kuhakikisha wanamuona vizuri, na hii inachukua sekunde 3 hadi 5 tu, lakini athari yake ni kubwa sana na inaweza kubadilisha mwelekeo wa mechi nzima. Chanzo cha cry kilianza rasmi tarehe 26 Februari mwaka 2023 katika mechi ya PSG dhidi ya Marseille, ambapo ilimalizika 3-0 katika uwanja wa Parc des Princes huko Paris, ambapo mashabiki wa Marseille walikuwa wakimzomea Mbappe kwa saa nzima kwa kumuimbia nyimbo chafu kama Mbappe on thank you na kumtukana mama yake na kumuita kasa anayechelewa na nyimbo za kumkejeli kila anapopata mpira. Na katika dakika ya 55, Mbappe anapokea pasi kutoka Lionel Messi na anamchenga mlinzi na anafunga goli la 3, na badala ya kushangilia na wachezaji wenzake,
anaelekea moja kwa moja mbele ya mashabiki wa Marseille na kufanya cry kwa mara ya kwanza rasmi, na video hii imekuwa na zaidi ya milioni 20 views hadi sasa. Sababu za kina ni kwamba Mbappe alikuwa akitukanwa sana na mashabiki wa timu pinzani, hasa Marseille, tangu alipokuwa na Monaco mwaka 2017, na shinikizo la PSG lilikuwa kubwa baada ya kufungwa na Bayern Munich, na alijibu kwa ucheshi na alisema, "Sikuwa na hasira, nilikuwa na furahi. Walitaka nilie, nikaonyesha kuwa nacheka. Soka ni mchezo wa akili pia." Matukio yaliyofuata ni kama tarehe 8 Aprili 2023 PSG dhidi ya Lorient, ambapo anafunga na anafanya cry kwa mashabiki wanaomzomea, na tarehe 8 Oktoba 2023 Rennes dhidi ya PSG, ambapo anaelekea benchi la Rennes na kufanya cry moja kwa moja kwa kocha Bruno Genesio, na tarehe 27 Aprili 2024 Real Madrid dhidi ya Barcelona katika El Clasico, ambapo anafunga goli la 2-1 na anaelekea Camp Nou kona na kufanya cry na mashabiki wa Barca wanalia kweli. Tarehe 12 Mei 2024 PSG dhidi ya Toulouse, ambapo anafanya cry kama ishara ya kuaga PSG, na Novemba 2024 Real Madrid dhidi ya Osasuna, ambapo anafunga na anafanya cry kwa mashabiki wanaomzomea hata baada ya kuondoka PSG. Faida za cry ni kwamba inazuia kudhibiti hisia, kwani Mbappe hageuzi hasira kuwa vitendo vya kipumbavu kama kupiga mtu au kupata kadi nyekundu, bali anageuza hasira kuwa ucheshi, na hii inamfanya awe hodari kiakili. Na wachezaji wengi hupoleza mechi kwa hasira, lakini Mbappe anatumia cry kama njia ya kutoa shinikizo na kuwachochea wapinzani, kwani wanapata hasira zaidi na wanaweza kupata kadi, kama mlinzi wa Marseille alipopata njano baada ya cry, au kufanya makosa ya kiufundi au kupoteza umakini. Cry imekuwa meme ya kimataifa na ina maelfu ya video kwenye TikTok na Instagram na X, na #MbappeCry ina zaidi ya bilioni 1 views, na hata watoto wa shule na wachezaji wa mitaani na watu wasiojua soka wanaifanya na kuonyesha ujasiri, kwani inamfanya aonekane kama mfalme asiye na woga. Hata chini ya matusi makali anacheka, na inawatia moyo wachezaji wenzake kama Vitinha na Hakimi. Wameianza kuifanya na kuimarisha timu, kwani cry inakuwa ishara ya umoja na inaonyesha kuwa timu haiogopi chuki. Katika Real Madrid inasaidia kujenga utamaduni wa ushindi chini ya shinikizo na biashara na umaarufu, kwani Mbappe cry kama celebration na inamfanya awe na thamani zaidi kiuchumi, na matangazo ya Nike na Louis Vuitton yanaweza kuitumia na kujifunza kwa vijana, kwani vijana wengi wanaoona kama mfano wa kujitetea bila jeuri na wanaiiga ili kujibu wanaowabuli shuleni au mitaani. Hasara za cry ni kwamba inaongeza chuki, kwani wapinzani wanamchukia zaidi na wanaweza kumpiga na hata kumjeruhi kimwili. Kama baada ya cry dhidi ya Marseille, mashabiki waliongeza chuki zaidi msimu uliofuata, na wachezaji walitaka kumdhuru kimwili, na hatari ya kadi, kwani refa wengine wanaweza kuona kama provocation na kutoa kadi ya njano au nyekundu, kama ilitokea mara moja dhidi ya Rennes 2023, na kuonekana kama kiburi, kwani wengine hasa wazee na wakosoaji na wafuasi wa timu pinzani wanasema hana heshima kwa wapinzani. Hii inawafanya wengine waonekane wadogo, na soka sio mahali pa kejeli na shinikizo la kuendelea, kwani sasa lazima afunge kile anapofanya cry. Kama hafungi inakuwa aibu kubwa, kama wakati PSG walipopoteza 0-3 na kuathiri picha ya umma, kwani katika nchi kama Ufaransa wengine wanaona kama mtoto asiye na adabu, ingawa vijana wanampenda na media kama L'Equipe wamekosolewa. Na hatari ya kujiumiza, kwani wakati wa kufanya cry hana umakini na mchezo na anaweza kupoteza mpira au kupata jeraha, na hii inaweza kusababisha counter attack dhidi ya timu yake na kupoteza maana, kwani kama itaigwa sana inaweza kupoteza nguvu yake kama siu ya Ronaldo ilivyopungua kidogo baada ya miaka. Athari katika utamaduni wa soka ni kwamba wachezaji wengine wameiga kama Mason Greenwood 2023 na Achraf Hakimi, na hata watoto wa shule. Na katika michezo ya video kama EAFC 25 unaweza kuchagua Mbappe cry kama celebration, na memes za mtandaoni kama when someone hates you but you win anyway, na picha ya Mbappe inatumika na majina ya kejeli kama the cry baby slayer, na TikTok na Instagram zina maelfu ya video na #Mbappe cry ina zaidi ya bilioni 1.5 views. Maoni ya Mbappe mwenyewe ni kwamba wananililia mimi na cheka. Soka ni mchezo wa akili, pia wanataka nishindwe
lakini ninafunga, hiyo ndio jibu langu. Na ninapenda wakati wananichukia, inanipa nguvu zaidi. Cry ni njia yangu ya kuambia mnalia nini, nimewashindeni. Ushangiliaji wa Cry wa Kylian Mbappe sio tu sherehi, bali ni silaha ya kisaikolojia inayotumiwa katika vita vya akili vya soka la kisasa, na ishara ya ujasiri na ucheshi na udhibiti wa hisia, na jibu la moja kwa moja kwa chuki na matusi na shinikizo la umma, na sehemu ya utambulisho wake wa kibinafsi kama arms crossed ni ya familia. Cry ni ya vita vya uwanjani, na chanzo chake ni chuki, na jibu lake ni ushindi, na faida zake ni nguvu ya kiakili, na hasara zake ni hatari ya chuki zaidi. Na Mbappe ameonyesha kuwa soka sio tu miguu, ni akili pia, na kwa Cry ameandika sura mpya katika historia ya mind games za soka, sawa na Ronaldo Su au Balotelli Why Always Me au Cantona Kung Fu Kick. Na Cry itaendelea kuwa ishara ya kizazi kipya cha wachezaji wanaojitetea kwa akili, sio jeuri.